nimekamatwa kwa masuala ya uhalifu wa mitandao. Kwa hiyo wakaja kufanya fujo. Sasa walipofanya fujo ikabidi sasa, kwa sababu na sisi ni watoto wa mjini, haya mambo tunayajua. Kwa hiyo ikabidi kwanza tudili nao na sisi kinamna fulani. Kwa tunaanzisha Wachokonozi, tutegemee baadhi ya mambo yatatokea na tujipanga kisaikolojia. Waendesha mashtaka wanaogopa kuwajibishwa na wakubwa wao. Kwa hiyo hawafanyi kazi kutokana na walivyosoma. Wanafanya kazi ili walinde nafasi. Mimi nimetrain polisi. Nimejitolea sehemu nyingi tu kwenda kutrain polisi wanaostaafu, polisi wanaoanza kazi, polisi wenye depression, wenye matatizo ya ndoa. Habari za wakati huu. Karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi ambavyo tunazalisha hapa The Chanzo. Na leo bwana, tupo jijini Arusha. Tumekuja huku kwa shughuli zingine, lakini tukaona kwamba ni muhimu tukutane na watu ambao pengine utakuwa unawafahamu, utakuwa umeshawaona, umeshawasikia. Ni vijana ambao wanajihusisha na kazi kama ambayo tunaifanya sisi, lakini wamefanikiwa kujenga ufuasi mkubwa kwenye jamii kutokana na kazi yao wanayofanya ya kuchokonoza mambo mbalimbali na kudadisi mambo mbalimbali. Na hawa si wengine isipokuwa ni Wachokonozi, ambayo ni podcast maarufu naweza nikasema nchini Tanzania yenye kufuatiliwa na watu wengi. Na leo tumebahatika kukutana na waanzilishi wa podcast hiyo au jukwaa hilo ambao tunaenda kuzungumza nao mambo mbalimbali. Mimi naitwa Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Ambrose Dawai, Frank Mtoro, Ibrahim Mgaza, tunakukaribisha sana. Jamani, karibuni sana The Chanzo. Shukran. Tunawashukuru sana kwa kukubali kuzungumza na sisi. Kama nilivyowatambulisha, nyinyi ndio waasisi na waendeshaji wa platform au jukwaa la Wachokonozi. Labda kwa niaba yangu mimi binafsi na kwa niaba ya watu wanaotufuatilia, na kwa makini nisije nikapotosha utambulisho wenu, labda tutaanza hapa. Utuambie wewe bwana ni nani, kama ambavyo ungependa watu wa kufahamu, alafu tutakuja na kwa bwana hapa, alafu tutaendelea na mazungumzo mengine. Nashukuru kwa kututembelea na kutoka kuzungumza na sisi. Mimi jina langu ni Joseph Mrindoko, ni Mtanzania mwenye akili timamu na ni msomi wa elimu ya juu katika mambo mbalimbali. Yes, ikiwemo elimu, saikolojia na sheria. So ni mmoja wa waanzilishi wa podcast ya Wachokonozi yenye lengo la kuponya au kusaidia akili za watu wa bara la Afrika. Hivyo ndo naweza nikasema. Wewe kitaaluma ni mwanasheria? Ni msomi wa sheria, msomi wa shahada ya sheria, ni msomi wa shahada ya elimu, na ni msomi wa masters ya saikolojia. Nilia drop out PhD ya intelligence psychology. Ni rapper pia? Ni mwanamuziki pia. Ni mwanamuziki? Mwanamuziki, sio rapper, ni mwanamuziki. Ni mwandishi wa vitabu? Ni mwandishi wa vitabu 218 mpaka sasa hivi. 218? Yes, vya philosophy. Okay. Yeah. Na unachapisha kwa lugha ya Kiswahili? Yes, Kiswahili tu. Sawa sawa. Yeah. Na tutakuja huko. Naam. Mimi ni Jackson Kabalo. Ni maarufu kama Mchokonozi. Kwa watu wengi wanafahamu kama Mchokonozi. Ni mmoja pia waanzilishi wa hii platform ya Wachokonozi. Nahusika zaidi kwenye uzalishaji wa vipindi. Kwa ukiona vipindi vinaruka hewani pale, nimevichokonoa. Naam, mimi utambulisho wangu ni huo. Sawa. Idea ya Wachokonozi ilitoka wapi? Ili kujaje? Yaani ilikuwaje mpaka mkaamua kuja na platform ya Wachokonozi? Idea ya Wachokonozi imetokea mbali kidogo. Mimi na huyu bwana au mimi na rafiki zangu wengine tulikuwa na tabia ya kukaa, yani tunakutana kudiscuss issues tofauti, whether za maendeleo au za kitaifa au za kimataifa, kwa tuna discuss.
So at the end tukaona mbona hizi discussion zinaishia kwenye meza tunazokutana kunywa kahawa. Kwa nini hizi discussion tusidiscuss na public? Tutengeneze kama podcast. Kwa hiyo siku moja tukiwa nyumbani na huyu bwana tulikuwa tunapiga tu story. Nikamwambia ise, kwa nini hiki kitu mambo tunaongea kwa nini tusirekodi? Hatakuwa na kamera by the way. Nikawasha laptop, tukafungua ile kamera ya laptop, tukarekodi. Tukaongea basi sasa tulipomaliza kurekodi nikamwambia hiki kitu inabidi tukifanye kitu kikubwa. Kifikie jamii kubwa. Maana ya mazungumzo yanaweza kusaidia watu wengine. So tukakubaliana sasa tunakihitaji. Tukakaa pale nikamwambia tusiwaze jina, watu usiwaze chochote. Twende tukalale, alafu kesho asubuhi tutajua. Kwa asubuhi tulivyoamka tu sasa umewaza nini? Wewe umewaza nini? Mimi nimewaza hivi, mimi nimewaza hivi. By then huyo alikuwa na idea ya media. Alikuwa ameshaanzisha kitu kinaitwa Nyayo Media back then. Zamani kidogo. So nimemwambia wakati anaanzisha nikamwambia sajili hilo jina, kuna mtu anaweza akaiba. Akawa akadelay. Mwisho wa siku anasajili akakuta jamaa mwingine ameshasajili. Umeona? Sasa hiyo siku tumeamka sasa tunaambiana, nikamwambia mimi nadhani tuite hii platform Wachokonozi. Akasema kwa nini Wachokonozi? Nikamwambia usiulize sana, ingia kwenye kompyuta usajili. Umeona? Kwa hiyo akaingia akaregister, akalipia kila kitu, ndio Wachokonozi kazaliwa hivyo. Na ilivyoisha ndio nikabisa ile clip upload. Yes. Na idea behind Wachokonozi, yani ilikuwa ni nini exactly? Yani kwa mfano kama mulitaka kufanikisha nini? Idea behind Wachokonozi. Tuseme tu binafsi nilikuwa napenda kitu kinaitwa media. Na nilikuwa napenda kushare vitu sana mtandaoni, ila vitu vinavyohusiana na maarifa. Sasa kwa vile napenda vitu hivyo, hata before kama alivyosema, ukiangalia Wachokonozi kule nyuma, posti za nyuma sana, miaka 3 nyuma huko, ile account kama Instagram na Facebook ina makala ambazo zimeandikwa kwa mfumo wa nukuu. Kwa mimi binafsi nilikuwa napenda kuchakata maarifa, kusoma sana. So before nilikuwa naandika makala za nukuu za watu tofauti, watu maarufu. Naandika pale kila siku baada ya siku. Sasa ni kitu ambacho kilikuwa ndani. Sasa later baada ya kukutana na Mrindoko, tukawaza kama alivyokuambia. Kuma ndio naandika nukuu, lakini tunatamani kuwe na picha mjongeo, angalau kushare maarifa zaidi tu kuandika nukuu zile. Basi tukaanzia pale. Lakini kila mtu alikuwa na ari ya kushare kitu na jamii. Naam. Lakini kwa nini mulitaka kuwa na jukwaa la kushare maarifa? Labda hiyo mimi nitakusaidia. Mimi nimefanya kazi idara ya elimu. Na nimekwambia moja ya shahada nilizosoma ni shahada ya elimu. Na nimefanya kazi pia saikolojia, sehemu mbalimbali, sehemu nyingi sana. Kwanza wakati naanza shughuli za saikolojia, kutoa psychotherapies kwa eneo kama Arusha, kila ofisi nikienda naniona kama mentor, naona mimi chizi. Yes. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo mimi nilikuwa nikifanya research naona yanahitaji psychotherapy. Kwa mfano nikienda polisi, naona wanahitaji psychotherapy. Na ni nini kwa kilugha? Matibabu ya kisaikolojia. Siku hizi kuna msamiati mpya umeibuka wanaita afya ya akili. By then kwa upeo wangu akili haina afya. Kwa sababu it's not a tangible thing. So haiwezi kuwa na afya. Umeona. So ndio nilikuwa nafanya hivyo. Sasa nikawa nikiangalia pia na study mfumo wa elimu wa kwetu Tanzania na mfumo wa elimu wa Afrika, nikistudy na mifumo ya elimu ya watu wengine nje ya nchi. Naona sisi mfumo wetu una shida.
na nimekuwa nikikollaborate na watu mbalimbali, kwa mfano kama nchi za wenzetu. Kuna kipindi nilifanya program fulani, nilishiriki kufanya program fulani kupokea watoto fulani kutoka Ujerumani, watoto wa shule ya msingi. Wanakuja kufanya zile interchange program na watoto wa shule za kwetu. Nikiangalia awareness walionayo wale watoto na watoto wetu, mimi nikabaki na shangaa. Nikasema ina maana elimu yetu ndio inatufanya tunakuwa hivi. Yaani wale watoto wanatushangaa. Yaani mtoto wa darasa la 4 anamzidi mtoto wa form 4. Kuna dogo alikuja yuko form 2, anafungua gari kama unavyofungua mkate. Lakini hapa fundi garage wa kwetu, mtu amesoma engineering hawezi kufungua gari vile. Yaani dogo anasema hii engine itafungua masaa 2. Na yuko mwenyewe. Sisi hapa mtu engineering atakwambia ili afungue engine ni kipengele hicho, umeona. So nikaona kwenye mfumo wetu wa elimu kuna shida. Kwa hiyo tunahitaji kupaza sauti na kuambia watu, jamani, mfumo wa elimu unatakiwa kuanzia ngazi ya familia. Kwa hiyo tuanze kuboresha mfumo wa elimu. Maana taifa ambalo watu wake hawako smart liko hatarini. Umeona? Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto nimeona maradhi ya kisaikolojia ambayo jamii inayo, shida iliyopo kwenye ombwe lililopo au gap iliyopo kwenye mfumo wa elimu, ni moja ya vitu vikawa vinasukuma kwamba je, si tunasaidia nini katika hii gap ambayo ipo. Kwa sababu hatuwezi kwenda kubadilisha sera, lakini tunaweza input external knowledge ambayo inaweza ikasaidia watu hawa. Kwa ile gap ambayo mimi niliona kwenye research zangu za kisaikolojia, research zangu za elimu na research za upande wa sheria ambazo nimefanya tu mitaani, watu wanamiliki magazeti kuliko katiba na sheria, wanamiliki Biblia na Qur'ani kuliko katiba na sheria. Kwa hiyo it's a problem. Unaona? Kwa sababu mahakamani upeleki Biblia au Qur'ani, unahukumiwa kwa vifungu vya sheria. So kama majority hawajui sheria, unategemea nini? Alafu kingine nikabaini kwamba matatizo mengi ya nchi za Afrika ambao nchi za Afrika tunalaumu viongozi, hayaanzii juu, yanaanzia chini. Kwa kama kuna ombwe la uelewa kwa raia wa kawaida, hata tukimteua kuwa mbunge hawezi kubadilika. Kwa sababu kwenye psychology tunasema mtu akishazoea kitu fulani inakuwa kama sehemu ya mwili wake. Kuitoa ni kama unamkata kidole. Kwa lile ombwe ambao nimeliona kwenye jamii, ndio nikasema hapana. Sisi tufili gap ya hili ombwe ambalo lipo, kwa sababu hatuwezi kubadilisha sera. Sisi wanasiasa. Yes. Na ni kama vile jinsi ambavyo mnafanya kazi ni kwamba kama wewe ndio unakuwa host, of course. Huyu anakuwa anajibu. Inatokea pia kwamba huyu anakuuliza maswali au wewe ndio unamchokonoa tu alafu yeye anafunguka. Of course, kwa aina ya Joseph Mwinuko alivyo. Of course tuseme ni zaidi ya rafiki. Ni mtu ambaye nafahamu muda mrefu, uwezo wake wa vitu alivyonavyo. Nikahisi nikimchokonoa kuna mambo mengi dunia na Tanzania itapata. Kwa tulivyo isetu wa chokonozi, automatically mimi ni host. Tulivyo isetu. Na haije kutokea amenihoji mimi. Kwa jinsi alivyo na maarifa yake makubwa alionayo, na mimi na uwakilisha audience. Ili audience, unajua angeongea tu mwenyewe, kuna vitu visingekuwa triggered. Kwa sababu namfahamu na kuna vitu natamani vijue na jamii nyingine ijue. Ndio maana mfumo wetu tulivyo set, mimi na mtrigger atoe vitu na jamii faidike. Na ni mfumo ambao tuliutesti na umeenda kwenye jamii. Kwa sababu that's very interesting, kwa sababu wewe unamfahamu huyo. Namfahamu. Na hiyo maana yake anafanya maswali yako unayomuuliza yanakuwa informed kiasi ya kwamba jibu analolitoa linakuwa kweli na manufaa kwa watazamaji na kwa hadhira kwa ujumla. Labda tuzungumzie influence. Mulishangaa namna ambavyo platform yenu kwa haraka pengine ilikuwa influential na watu kuanza kuifuatilia, na ni kitu ambacho kiliwashangaza au ni kitu ambacho mlitegemea au mlipoa na mwitikio gani kwa mfano? Sasa hapo nadhani tunaongelea masuala ya media. Binafsi nilikuwa mwandaaji wa hizi makala kwenye mitandao yote ya kijamii.
Kadri nilivyokuwa nafanya tuseme kuna improvement kubwa sana tangu tulivyoanza kuungana mimi na Mrindoko kuandaa vipindi. Anyway, kwa sababu dialogue zetu au mazungumzo yetu yalikuwa yanagusa jamii. Yanagusa jamii na tulikuwa tunazungumza vitu sensitive. Yaani mambo ambayo watu hawajawahi kuyasikia au wameyasikia lakini hawakuwahi kuyafikiri kwa namna nyingine. Kwa mfano, vitu ambavyo tumekuwa tukivizungumza sana, tumegusa nyanja nyingi mpaka tumekuwa inavyosemwa watu maarufu tunafahamika. Tuligusa vitu vingi ambavyo viko vitu nyeti. Mfano, masuala ya dini, tabia za watu, wanaosema ni siasa lakini kwa namna positive tumegusa. Na mambo mengi ambayo tunaongea ni real sense. Unajua kuna watu wanazunguka kwenye mazungumzo lakini mimi na Mrindoko tuliongea straight. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hamkushangazwa sana na namna ambavyo kwa haraka ilivyowezekana mkawa influential, watu wakawa wanafuatilia kulingana na nature ya topic ambazo mlikuwa mnazizungumza, mazungumzo ambayo mlikuwa mnayafanya. Mimi binafsi sikushangazwa kwa sababu yeye anajua, nilimwambia toka siku ya kwanza tunazungumza, na bahati mbaya nilimwambia toka siku ya kwanza tunazungumza kwamba kuna siku tutashikwa. Nilimwambia kabisa. Nilimwambia kuna siku tutashikwa, aidha tutafungwa au tutauawa. Kwa sababu unajua unapokuwa unazungumza mambo ya upeo wa juu wa uelewa, kunakuwa na resistance kwa sababu watu wengi wana upeo wa mazoea. Kwa mimi binafsi sikushangazwa. Kwa sababu according to my researches ambazo nilikuwa nimefanya before, nilijua kuna ombwe lipo. Kwa hiyo akitokea mtu wa kuchallenge ili ombwe, ni lazima watu watafuatilie, sio wafuatilie kujifunza, wafuatilie kushangaa. Na nilikuwa namwambia huyu kwamba watu wanaotufuatilia, watufuatilie wajifunze. Watajifunza siku tusipokuwepo. Hawa wanatufuatilia kutushangaa kwamba hao nao ni watu wa aina gani. Na nikaa namwambia huyu bwana kwamba kwanza clip zetu tuwe tunazirekodi sehemu mbalimbali kwenye mashamba na tuvae normal tu kama kijana wa kawaida wa mtaani, kwa sababu that's psychology. Kwa sababu saikolojia ya wanadamu wengi wamezoea ukiwa unaongea maarifa ya juu uvae masuti, sio umenipata kama bwana Jackson. Ndio nimemwona hivi vingine. Sawa. Umenipata. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata namna ambavyo dola lili react na maudhui mnayozalisha, mimi nilitegemea kabisa. Huyu bwana liliwahi sana au lilichelewa? Nadhani vyote viwili. Waliwahi na walichelewa kwa sababu hawakuelewa. Ila wangeelewa wasingewahi wala wasingechelewa. Yes. So mlitengeneza platform ikawa mnaendesha hii mijadala, mna host haya mazungumzo, baadaye mkaja kukutana na mkono wa sheria wanasema. Mkali trigger dola. Huyu jamaa pale mwanzo alitumia neno jamhuri. Mkaitrigger jamhuri. Nini ilipelekea ile? Yaani achana na tutakuja kwenye charges, mashtaka na nini, lakini nini ili trigger mpaka dola likawa sukumia mkono wake mrefu? Mimi nadhani sasa hapa nizungumze kwa psychological perspective. Kwa uelewa wangu wa saikolojia ya tabia za wanadamu na tabia za mamlaka, sisi hatuje trigger dola kabisa. Hakuna hata chembe ya nukta ambayo nikiangalia clip ya kwanza mpaka ya 600 sioni chembe hata moja kutrigger dola, kwa sababu intention yetu haikuwa kutrigger dola. Intention yetu ilikuwa kusaidia dola. Kwa hiyo mimi ndo nikikuwa dola, mfano nasimamia kitengo cha usalama wa taifa, sisi tungekutakiwa kuwa department ya usalama wa taifa. According to what I know kwenye psychointelligence. Kwa sababu kwenye psychointelligence unapopata watu wanaokusaidia kuonesha akili za watu wako, hao watu ni wakutumia. Kwa sababu pale ndio unajua vijana wa sasa hivi wanaelekea wapi,
watu wangu upeo wake uko vipi, maendeleo ni kiseti watahendo vipi. Kwa sisi tulipaswa kuwa moja department ya usalama wa taifa according to what I know kwenye psychointelligence. Kwa sisi hatujawahi kutrigger dola. Naweza nikasema labda wale wanaofanya kazi na dola walituhofia kwa sababu walituona negative. Yes. Lakini ni maudhui gani ambayo mlizalisha mpaka ikapelekea kilichowakuta? Ilikuwa ni kuhusu nini? Niseme direct kwamba kutoa maoni yetu kuhusu masuala ya siasa. Maoni. Labda pengine kwenye hakukuwa na topiki mahususi? Topiki ambazo tumekuwa na vyombo vya habari baadhi viliripoti, niliona mitandaoni na kwenye ripoti. Dola ilitusikia pengine tunaongelea masuala ya deni la taifa, masuala ya uchaguzi, vyama vya kisiasa. Tulikuwa tunaongea vitu vile kwa upeo wetu na namna ya kufikiri. Tunafikiri nini? Na ni haki yetu kama raia wa nchi kutoa maoni. Sasa kwenye kutoa maoni vile, labda pengine presentation yetu ilikuwa tunaongea vitu in a certain way. Yaani tunaongea vitu kwa namna fulani ambayo labda sio ya kawaida. Na kwa namna ambavyo na kwa namna ambavyo Jamhuri ilikuja kuwakamata, kwa sababu taarifa hizi ni za public, ziliripotiwa mwanzo, iliripotiwa kama utekaji ambao haikushangaza kwa sababu ni matukio ambayo tumeyashuhudia yakitokea. Kwa namna ambavyo Jamhuri ilikuja kuwakamata na kuwafanyia vile ilivyofanyia, kwa kiwango fulani ina confirm vitu ambavyo unavihisi kuhusiana na jamii yetu, na ambavyo pia vilitoa msingi kwa nini mkaamua kuja na wachokonozi in the first place. Exactly, 100%. How? Yani kila ambacho niliwaza wakati tuna create wachokonozi ndicho kilichokuwa. Kwa sababu mimi nimetrain polisi, nimejitolea sehemu nyingi tu kwenda kutrain polisi wanaostaafu, polisi wanaoanza kazi, polisi wenye depression, wenye matatizo ya ndoa. Mimi nimetrain, umeona, na nimebobea kwenye hicho kitu. Yani sizungumzi tu kama layman, so I know. Nimetrain viongozi wa kisiasa wengi tu kwa hiyo I know. Kwa hiyo kile ambacho kilitokea ni kitu ambacho mimi binafsi niliexpect kutokana na upeo wetu wa watu tulionao. Kwa sababu kwa maslahi tu ya mtazamaji pengine, kwa sababu nyinyi mlivamiwa nyumbani, si ndio? Mkachukuliwa, hawakuwa na uniform. Jamii ikataka kuingilia kuzuia, lakini wakashindwa. Hawakupata tagari plate namba yake. Kwa hiyo ilikuwa si zoezi la ukamataji. Ilikuwa ni zoezi kama la utekaji. Kwa mifumo ya kisheria ambayo unaifahamu, kwa sheria za nchi yetu na sheria za polisi, lile alikuwa zoezi la ukamataji. Kwa sababu hata maneno ambayo walikuwa wakiniambia, maana mtu wa kwanza aliyefuatwa ni mimi, na maneno waliokuwa wakizungumza hayakuwa maneno ya kukamata mtu, kwa sababu mimi niliwauliza, mtu kama mimi na akili zangu timamu, naelewa sheria, kama ninakosa hata mngenipigia simu ningekuja mwenyewe, sio lazima mnifuate, kwa sababu sijaua, sijafanya chochote. Kwa hiyo niliona tu ni uweledi mdogo katika utendaji kazi ambao ni shida katika bara la Afrika. Ni uweledi mdogo kwa watu wetu ambao wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo halikuwa tukio ambalo limefuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini haikukushangaza, sio? Kwa sababu nyinyi hamkuwa wa kwanza kupitia. Yani ni kitu kinasikitisha, kinaumiza, lakini haikukushangaza kuona watu wetu waliopo kwenye mamlaka wana behave kama walivyokuwa wana behave wakati wa kuja kuwakamata nyinyi, si ndio? Of course ni matukio ambayo before tumeyasikia, yameripotiwa sehemu kadhaa za nchi na nje ya nchi pengine. Kwa hiyo hatukushangaa, kwa sababu pia
kama tulivyosema mwanzoni, wakati tunaanzisha Uchokonozi tulitegemea baadhi ya mambo yatatokea, na tulijipanga kisaikolojia. Kama ni issue kukamatwa, tulijua kwa namna moja au nyingine, na tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi. Ilikuwa mwezi Juni mwaka jana, of course. Kama tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi na tunatoa maoni yetu kuhusu mambo ya siasa na uchaguzi wenyewe, tulitegemea mambo kama hayo yangetokea. Kwa hiyo tulijiandaa kisaikolojia, na hata hivyo hii ndoto ni kubwa, vision ni kubwa sana. Kwa kama vision ni kubwa, lazima akili yako ikomae kujiandaa kwa namna au kwa kitu chochote ambacho kinaweza kikatokea. Naam. Umesema hapa, umegusia kwamba hata walivyokuwa wanakuambia, walikuwa wanakuambia nini? Ni vitu vinashangaza kwa kweli, kwa sababu mtu anakuambia wewe unajidai mjuaji sana, wewe unajidai unaongea sana, sasa wewe utatuambia vizuri leo. Umeona sasa? Sasa unamuuliza. Bahati nzuri mimi nilikuwa nawauliza, haya maneno unayoongea kwenye katiba yameandikwa wapi? Au PGO yako ni wapi imekuelekeza uniambie hivi? Umeona? Sasa huyu bwana alikuwa kati ya wale waliokuja, walivyokuwa wananiambia vile, kwa sababu walikuwa hajafika kwangu. Nadhani mtu aliyewa inform kuhusu sisi au kuhusu mimi aliwapa information ambazo ni wrong information. Labda aliwaambia ni wahuni tu, hawana maisha yao na nini, wameamua tu kujitafutia umaarufu. Maana wenyewe walikuwa wanajua sisi tunatafuta umaarufu mtandaoni. Umeona? Hawajui kwamba sisi tunaisaidia hiyo serikali. Umeona? So vitu walivyokuwa wanaongea sio vitu vya mtu ambaye amepewa mafunzo ya kulinda usalama wa raia. Na hiyo incident yote inawaambia nini kuhusiana na nature ya jamii yetu ya Kitanzania, nchi yetu ya Kitanzania? Yaani kwa mfano kama kuna mafunzo fulani au confirmation au affirmation fulani ambazo umezipata kutoka kwenye ile incident, ni nini inasema kuhusiana na nature ya jamii yetu sisi kama Tanzania? Mimi inaniambia kuna shida kwenye utawala wa sheria, na kuna shida kwenye watendaji kazi wanaofanya kazi kwa niaba ya serikali, na kuna shida kwenye jamii yote ya Tanzania. Kwa sababu Watanzania, kwa sababu hawajui sheria, kwa hiyo wakiona watu kama polisi wanaona yani wewe ni umeshahukumiwa tayari, una makosa tayari. Kwa hawashiriki kujua kama unatuhumiwa kwa ukweli au kwa uongo. Umenipata? Na wale ambao wanafanya kazi kama polisi wenyewe wanakuja wanasema wameagizwa. Sio maneno yangu, ni maneno yao. Hata ukisoma proceedings za case wanasema wenyewe wameagizwa. Mmeagizwa kufanya nini? Unamuuliza kosa langu ni lipi, anakuambia utajulia mbele. Sasa hii inakuonesha kwamba huyo mtu hajishughulishi kuwa diligent na kazi yake. Kwa sababu tunasema unapofanya kazi you must be diligent kwenye kitu unachokifanya. Kwa hiyo inaonekana kwamba tuna watu wengi kwenye sekta muhimu ambao hawafanyi kazi zao diligently. Yaani hawaelewi wanachokifanya, ila wamekizoea. Ndio kitu nakiona. Yes. Kwako Jackson? Na kwangu mimi kitu ambacho nimetathmini kutokana na ile tukio lililotokea la Wachokonozi, moja ni perception. Kwenye level labda ya familia yangu pengine waliniona kwa kitu ninachokifanya nimepotea njia pengine. Kwa nini kamatwe? Alafu pia baadhi ya ndugu zangu pengine wanaweza walitathmini au walijua kwa nini natafuta yote haya, nimeshindwa kufanya shughuli zangu zingine. Lakini mimi na ndoto zangu bwana. I've got big dreams. Sasa hii ni ndoto ambayo lazima niifie kwa namna moja ama nyingine. Kwenye jamii, majirani zangu, baada ya kusikia mtandaoni nimekamatwa kwa masuala ya uhalifu wa mitandao, perception yao ilikuwa mbaya juu yangu, na najiuliza nitaisafisha vipi? Ni kama vile wanahisi umefanya utapeli. Utapeli mitandaoni. Na ndivyo nilivyotoka Selo, nilikuta mtaani maneno yameenea hayo.
labda nimeiba hela mitandaoni bana. Sasa baadhi ya watu wachache ambao labda hawafuatilii mitandao walijua exactly mimi nimefanya utapeli wa pesa mtandaoni. Sasa nimalize tu kwa tathmini hiyo. Jamii imeona hivyo, lakini pia jamii hii kuhusu ishu ya kukamatwa walidhani sisi ni watu wabaya. Baadhi ya watu ambao tulikuwa tunatoa maoni yetu kuhusu wao, mathalan labda watu watu wa dini ambao tunawaita wafia dini, ambao tulikuwa tunatoa maoni yetu kuhusu masuala ya kidini, baadhi walifurahia pengine, au labda walijua Mungu wao kajibu maombi kwa sisi kukamatwa, na kitu ambacho ni wrong. Na labda niseme vile, but like hiyo haikushangazi, sio? I mean, ni kitu ambacho unategemea kabisa kwamba hata kama unafanya kitu kizuri, ukipata tatizo kuna watu watashangilia, kwa sababu sio? Exactly. Haya, lakini pia ukiondoka na incident ya ukamatwaji na namna ambavyo mlikamatwa, kuna incident ya kesi yenyewe sasa ilivyoendeshwa, sio kuanzia nature ya mashtaka mliopewa, namna kesi jinsi ilivyokuwa ina prolong, namna ambavyo upande wa mashtaka walivyokuwa wanaendesha kesi na mpaka mkaja mkaachiwa huru kwa nadhani ni mahakama kuamua kuendelea na hiyo kesi kwa sababu ilikuwa haina mwelekeo, sio? Haiendi tena mbele. Hiyo nayo pia imewaachia mafunzo gani kwenye namna ambavyo mashtaka ya jinai yanaendeshwa kwenye nchi hii? Kwa sababu nilikuwa wakati nasoma mwenendo wa kesi yenu, nasema fikiria kama mtu ni muhalifu kweli. Yani imagine kama hawa of course sio wahalifu, lakini imagine kama mtu ni muhalifu kweli, na hivi ndivyo ambavyo jamhuri inaendesha kesi yake. Si maana yake ni kwamba wahalifu wengi kwenye namna ambavyo kesi yenyewe iliendeshwa pia imewaachia mafunzo gani? Mimi kama mwanazuoni kwenye masuala ya sheria ni masikitiko na ni machungu makubwa, kwa sababu hainifundishi tu kwenye kesi yetu, inanifundisha toka tukiwa mahabusu. Maana mimi naweza nikasema na bahati mbaya, kuna sehemu nikienda napata wagonjwa haraka sana, sijui nani anawaambia mimi ni psychologist. Kwa sababu hata mahabusu nimekutana na vijana wananiomba mimi msaada wakati mimi mwenyewe niko sehemu ambayo nahitaji msaada. Ndio. I say bro, nisaidie, nauliza kesi yako ni nini, ilikuwaje? Ananiambia mimi na miaka 5 mahabusu. Mimi na miaka 6. Kuna vijana nimewakuta wengine na miaka 7 wananiambia mimi na miaka 7 mahabusu. Ulifanya nini? Bwana mimi nilikutwa na mrungi. Tena yeye nilikuwa napelekea mtu, mimi ni bodaboda, nilikuwa sijui, nilishikwa. Ila na miaka 7 yuko mahabusu. Wameniambia, maana wakati tuko pale mahabusu kwenye mahakama ya hakimu mkazi, ile siku tumepelekwa mahabusu, tulivyotolewa mahabusu kupelekwa mahakamani, kuna vijana walikuja kutuvamia watupige kutokana na ambavyo tulikuwa tumevaa. Sasa inaonekana mavazi yako kidogo ni ghali, kwa hiyo wakaja kufanya fujo. Sasa walipofanya fujo ikabidi sasa, kwa sababu na sisi ni watoto wa mjini, haya mambo tunayajua, kwa hiyo ikabidi kwanza tudili nao na sisi kinamna fulani. Umeona? Sasa pale ndio sasa baadaye ile tukio sasa wakawa marafiki, sasa wanaanza kueleza, I say bro, mimi na shida hii, unaweza sio kwamba hata wanajua kwamba mimi ni mchokonozi, maana huko jela watanionea wapi. Lakini tu automatically unakuta energy zimeclick, unauliza una shida gani? Mimi na shida moja mbili. Una muda gani? Mimi na miaka 5. Wewe? Mimi na shida hii. Yaani ukiangalia makosa yao, they are not reasonable cases. Umeona? Kwa hiyo inanifundisha kwamba kuna changamoto kwenye mfumo wetu mzima wa kuendesha mashtaka, ambayo inatakiwa tuibadilishe, tuiboreshe kutoka kwenye mfumo. Nadhani sasa sio mfumo wa sheria, ni mfumo wa ukomoaji, kwa sababu watu hawajui sheria. Ndicho kitu ambacho nimejifunza, kwamba kwa sababu tuna majority hawajui sheria za nchi yao, hawajui haki zao za msingi. Kwa hiyo ni challenge. So nimeona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa uendeshaji mashtaka, lakini kuna shida pia kwenye mfumo wa uendeshaji kesi mahakamani. Nadhani waendesha mashtaka wamezoea kazi zao,
sio kwamba wanazifanya kama walivyosoma. Light wangekuwa wanazifanya kama walivyosoma, tusingekuwa na malalamiko hayo yote. Kwa lugha nyingine, kitu ambacho nimejifunza, nadhani waendesha mashtaka wanaogopa kuwajibishwa na wakubwa wao. Kwa hiyo hawafanyi kazi kutokana na walivyosoma, wanafanya kazi ili walinde nafasi. Ndicho kitu ambacho psychologically nimekiona. Kwa sababu ukiangalia kama mtu alishikwa na mrungi na ana miaka 5 mahabusu, ni kitu kinakushangaza. Ina maana hata huo mrungi ulishakauka. Umeona? Sasa hata ukiambiwa peleka kidhibiti mahakamani, utapeleka nini sasa? Lakini yupo tu mtu anaendelea kusumbuka. Hata sisi ukiangalia mwenendo mzima, unaona kabisa kwa mtu tu mwenye akili timamu, ukiangalia tu zile hatua za ukamataji na mambo yalivyokuwa pale na mashahidi walivyotoa ushahidi mahakamani, unaona tu hapa hamna kesi. Kwa kama ni mwendesha mashtaka ambaye umesoma sheria na unafanya kazi kwa kile ulichosomea, unaondoa tu kesi kwamba bwana, hii kesi haina maslahi, inapotezea jamhuri fedha. Umeona? Kwa sababu mashahidi wakija lazima walipiwe allowance. Sasa kama shahidi ambaye ndiye ametengeneza mashtaka anakuja anasema mimi nilihisi hivyo, sio kwamba ni sheria imehisi, ni yeye personal amehisi hivyo. Umeona? Sasa hii inakushangaza kwamba mtu tunafanya kazi kwa mazoea na sio kwa vile. Na kosa lilikuwa ni matumizi mabaya ya mtandao? Hapana, moja ya kosa amesema tunamiliki chombo cha habari bila leseni. Wow. Ambacho si hatujawahi kuwa na chombo cha habari. Alafu kosa la pili lilikuwa kwamba tumetoa taarifa za uongo, taarifa ambazo ziko kwenye public domain, ambayo ni kuhusu deni. Sio kuhusu deni. Taarifa ilikuwa inasema kwamba reli ya Tazara imebinafsishwa kwa Wachina. Sasa ni kitu kiko kwenye public domain. Hata nyie The Chanzo nikiangalia kwenye taarifa zenu ni kitu mliandika back then. Ukipitia kwenye website au mazungumzo ya msemaji wa serikali utakuta hilo andiko. Ukienda website ya Tazara wenyewe utakuta hilo andiko. Na kitu ambacho sisi tulikuwa tunadiscuss, wala tulikuwa tudiscuss mkataba wa hiyo reli. Sisi tulikuwa tunadiscuss awareness ya wasomi wetu kwamba kama watu kweli tunasoma, kwa nini Wachina wanaendelea kuja? Maana wanachofanya sisi tunaweza kufanya. Kwa nini hatufanyi sisi? Sasa aliyeangalia clip yeye akachukulia hicho kiposition. Haya mambo mengine ambayo tumezungumza hakuyatilia msingi. Unaona, that's a challenge ambayo ilikuwa. Lakini Jackson, kutokana na yaliyotokea na ukamatwaji, kesi ilivyoenda na jamii ambavyo sasa hivi inakuchukulia, unaona kilichotokea kimekufanya ufikirie kama hiki ni kitu unatamani kuendelea nacho, au sasa hivi unafikiria mara mbili pengine utafute kitu kingine cha kufanya? Kwa sababu mpangilio na timeline na matukio ambayo wakati tunaanzisha Wachokonozi tuliyatarajia. Kama tu ni kitu ambacho kiko kwenye ratiba, kilikuwepo. Kilikuwepo kabisa. Kwa hiyo nilikitarajia. Kwa hiyo sasa baada ya hapa najua nini kinafuatia. Kwa maana yake ni dream ni vision ni kubwa ambayo inaendelea. Kwa hiyo ninachokifanya nitakiboresha zaidi. Yeah. Kiwe kitu kikubwa ambacho dunia itakisikia, itakisikiliza na itanufaika kwacho. Kwa hiyo hii ni tuseme wametustimulate kuendelea tunachokifanya. So mipango ya baadaye ni ipi? Sasa hivi mna mipango gani kuhusiana na Wachokonozi? Tunapanga kwa sababu Wachokonozi tumeonekana kama vile tunaiongelea Tanzania, lakini Wachokonozi ni kitu kikubwa ambacho tunapanga kuifikia Afrika na dunia kwa kuandaa programs tofauti. Kuelimisha watu kutaendelea. Kuna mipango mingi sana hapo katikati ndani ya Wachokonozi, sitaweka public yote. Ndio. Yeah. Lakini okay, maana yake ni kwamba na Joseph, maana yake ni kwamba platform itaendelea kuwepo. Yes, platform itaendelea. Ambacho kimefanya tujiendelea mpaka sasa hivi ni kwa sababu vitu vyetu bado viko mahakamani, ambavyo vingine tulikuwa tunatumia kwenye kazi. Sasa ndio ile nilikuwa nakwambia mambo ya kesi. Mtu anakuambia una makosa ya mtandao, lakini anachukua leseni yako, anachukua maboksi ya vitabu, kadi za benki. Sasa imagine toka mwezi wa 6 mwaka jana mpaka leo sina kadi ya benki. Sina leseni.
Na ukifuatilia wanasemaje? Bado viko mahakamani kwa sababu oda hakimu ametoa ni oda ya kufuta kesi. Kwa bado wakili anafuatilia kujua mustakabali wa vitu vyetu ambavyo kiuhalisia inatakiwa tupewe kwa sababu hamna sheria inasema uretain vitu vyetu. Umeona Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo platform itaendelea. Lakini pia nimeona fundraising ambayo mnafanya. Yes, ambayo tunafanya. Japo ina dema by the way. Yeah. So ni kwamba tukiwa na vifaa tayari watu watatuona na wataona maarifa pengine makubwa zaidi ambayo niseme pengine makubwa zaidi ambayo tumewahi kutoa. Kila ambacho tumezungumza ni kitu kidogo sana. Na maana yake ni kwamba na Jackson, maana yake ni kwamba sasa mtarudi kuisajili kama media na alafu sasa kuna mambo ya ithibati hayo mtakabiliana nayo vipi? Hapana. Sisi sio media kwa maana ya chombo cha habari. Sisi ni platform inayohusika na kuelimisha. Sasa so hamtaenda kusajili kama kwa TCRA. Sasa kama TCRA tutakuwa na vipengele vya kusajili hiki tunachokifanya. Tutasajili. Lakini kwa pitapita zetu hicho kipengele hakipo kwa kitu tunachokifanya kwa sababu sisi hatufanyi kitu kama The Chanzo mnavyofanya. Sisi tunaelimisha jamii. Sasa kama TCRA kile kipengele utakiweka obvious sasa hivi hakipo. Okay, si kwamba ukiwa una host vitu vinavyohusu current affairs nadhani unapaswa uwe na leseni. Of course kutakuwa na kipengele chake. Leseni of course leseni tunayo kwa maana ya kutoka kwenye agent ambayo inasajili BRELA. Leseni tunayo. BRELA. Tunayo. Sasa kama kutakuwa na uhitaji wa leseni zaidi ya moja tutafanya. Na issue ya ithibati je? Kwa sababu sehemu nyingine ambayo nadhani wanaweza kuja kuleta shida ni hiyo kwamba labda mimi nikusaidie. Wachokonozi ni kampuni ya elimu burudani. Edutainment. Na si tumesajiliwa BASATA. Nilishangata tulivyokamatwa BASATA wa kusema chochote. We have been paying BASATA kufanya kazi ya sanaa kwa sanaa ya masimulizi. Hii ni sanaa ya masimulizi. Unavyoelewa fasihi hii ni sanaa ya masimulizi. Lakini nilishangaa wenyewe wa kusema kitu kuhusu sisi. Ila majuzi hapa wiki iliyoisha walinipigia simu nihudhurie sijui master class ya msanii gani Dar es Salaam. Hadi nikamuuliza yule bwana, sasa leo mnanialika master class, mimi nilikamatwa mwezi wa 6. Mbona hamkuzungumza? Na mimi tumesajiliwa for years, tunalipa toka tunalipa 40,000 mpaka sasa hivi 20,000. Sio mnipata. Kwa hiyo tulikuwa na usajili na Tanzania kuna mfumo unaitwa content creators. Sisi tunajua si ni content creators. Mfumo ambao bado haueleweki content creator anasajiliwa vipi. Umeona Na nadhani kuna contradiction kati ya media na content creators. Sisi hatujawahi kuwa media kwa sababu haturipoti current affairs. Sisi tunatoa our own views ambazo sio current issues. Umeona? Kwa hiyo kutuita sisi ni media maana hatuhoji mtu na hatuuzi matangazo. Umeona? Kwa hiyo sisi ni content creators lakini tumesajiliwa, memorandum yetu na Article of Association na tunaonyesha sisi ni kampuni ya elimu burudani ambao tunadili na elimu na mambo ya teknolojia. Mshanipata. Na hata kama tutaamua kuingia sasa tujigeuze sasa tuwe media kusajiliwa huko TCRA sijui ithibati, unajua sisi tuna upeo mkubwa sana. Tuna uwezo wa kuzungumza chochote kwa namna ambayo sisi tunataka na namna ambayo ithibati inataka, lakini intention ambacho tumezungumza ikawa imefikiwa. Okay. Yes. Sasa ndugu zangu mimi nawashukuru sana. Mazungumzo mazuri sana. Nilikuwa nataka niwaulize swali moja. Yes. Kwa mfano mngepata fursa ya kuifinyanga upya Tanzania na especially kwenye namna ambavyo dola au wale walioko madarakani wanahusiana na raia au wananchi. Mnadhani nini mngebadilisha? Nini ungebadilisha kuhusiana na Tanzania ili hali ikawa tofauti? Mimi ningepata nafasi ya kubadilisha Tanzania kwa fikra zangu. Ningebadilisha Tanzania kwenye setup ya akili na tabia za watu wake.
That's a challenge. Nadhani ukistudy maneno ya Mwalimu Nyerere kwamba nchi iendelee inahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Nadhani pale kwenye changamoto ya watu, kwenye akili na tabia za watu wetu ndipo kuna shida. Kwa hiyo nikipata nafasi ya kusaidia upevukaji wa akili za watu wetu na upevukaji wa tabia zao, hayo mengine tutazungumza kama historia, maana pale ndio shida kubwa ilipo. Unapokuwa dunia inaendelea, wakati watu wako ulionao upeo wao wa akili ya uendelei, that's a challenge. Maana unapishana na dunia. Kwa sababu kwenye jamii yako kuna ambao watakuwa wanaenda na dunia na nyie wengi hamwendi na dunia, kwa mtono wanaoenda na dunia wako against na wewe. Kwa mfano kama sisi, ukiangalia sisi kitu ambacho tunafanya, hii ni creative economy ambayo ndio dunia inaenda huko. Kwa hiyo ni kitu ambacho serikali inatakiwa kusaidia watu kama hao ambao wanaingia kwenye creative economy. Umeona? Kwa sababu ni uchumi mpya wa dunia. So uelewa wa watu wetu ukiongezeka, kuna mambo mengi sana yatabadilika. Alafu kingine, tabia za watu wetu. Unajua mimi kwa study yangu ya saikolojia wa Afrika ambao nimefanya, Waafrika wana uwezo mkubwa wa kupokea na kuchukua nafasi, ila hawana uwezo mkubwa wa kuachia nafasi na wengine wafanye vitu. That's a very big challenge. Mwafrika ukimpa kitu anataka ang'ang'anie kiwe chake. Na mfano rahisi unaweza kufanya research. Ukienda kwenye sherehe, wakati wa kula chakula, Waafrika wana uwezo wa kuchukua chakula kingi ila hawawezi kukimaliza. Watakiacha. Kwa ukirudi hiyo tabia inaenda mpaka kwenye mifumo ya utendaji kazi na uongozi. Wanapotaka nafasi, wanakuwa na hamu sana ya kupata nafasi na wanakuwa wanyenyekevu. Ila Waafrika wakishapata nafasi ni wagumu kuachia na wenzao wapate nafasi. Kwa sababu kwenye saikolojia ya utu, Waafrika wengi wameathiriwa na mfumo wa ukoloni, hawajui kwamba tunaendelea kwa pamoja. Kwa mimi nikipata nafasi, hicho ndio kitu cha kwanza nitasaidia kubadilisha. Na ungebadilisha vipi? Yaani kwa mfano, kwa sababu hayo ni matokeo. Yes. So msingi ungekuwa nini? Msingi wangu mimi ningewekeza sana kwa elimu ya mwanamke na elimu ya makuzi ya watoto na elimu endelevu kama zilivyo nchi za Denmark. Watu wetu sisi changamoto ni kwamba watu wetu wana graduate. Akisha graduate akipata cheti cha chuo imeishia hapo. Upeo hau graduate upeo. Upeo unatakiwa uendelee. Kwa hiyo watu wetu wanatakiwa waendelee kupevuka kiupeo. Na sisi kama Tanzania tuna changamoto kwa sababu wanawake wengi tulionao wana upeo wa chini. Mimi kwa research zangu, jamii yote ambayo mwanamke ana upeo wa chini wa uelewa atazalisha mtoto mwenye upeo wa chini wa uelewa. Lakini jamii ambayo mwanamke ana upeo wa juu wa uelewa atazalisha mtoto mwenye upeo wa juu wa uelewa. Mfano ni Iran. Ndio maana Iran wamewekeza elimu yao sana kwa wanawake, kwa sababu wanajua ukitaka kuendeleza taifa lolote, muendeleze mwanamke kielimu, kimaarifa, sio elimu ya shule kufaulu division 1 2. Alafu lazima ile elimu ya watu wazima iwe katika piki yake, watu waendelee kupevuka kiupeo, waone dunia katika ukubwa. Na changamoto nyingine ni kwamba mfumo wetu wa elimu ya shule utoke kwenye elimu ya grade iende kwenye elimu ya awareness, uelewa. Tukiweza haya mambo, changamoto nyingi sana tutakuwa tumetatua. Kwa ufafanuzi tu, maana yake ni kwamba huamini kwamba wanawake wanauelewa mdogo kwa sababu ni nature hivyo, sio? Ni kwa sababu hatujawekeza kwenye... Ni kwa sababu hatujawekeza. Uelewa wanawake wetu huko chini sana kiupeo kwa sababu hatujawekeza kwao. Wao wamekuwa domesticated kwamba ni kiumbe kitenda kikae kwa mwanamume. Kwa hiyo akili yake inaishia kwenye mipaka ya mume wangu. Kumbe anatakiwa na yeye aje explore kwamba mtu anayetakiwa kutengeneza mtu. Kwa sababu mimi ukiniuliza, by the way mimi nilivyoshikwa, mama yangu mzazi hakushangaa. Kwa sababu ameshiriki kunifanya niwe active like this. Wala babangu hakushangaa kwa sababu ameshiriki yeye mwenyewe kutengeneza. Sisi majadiliano tunafanya na huyu bwana, mimi majadiliano nilikuwa nafanya nyumbani nikiwa shule ya msingi. Mshanipata? Na baba sisi alikuwa anatuambia mimi nataka msome msaidie taifa. Sio tusome tupate kazi. Kipaumbele chake akikuwa kwa ajili ya familia, ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tukiwekeza kwa mwanamke, tukawekeza kwa mtoto, tukawekeza kwa familia, kwa sababu katika saikolojia ya ujasusi, ukitaka kuua taifa lolote unaua familia. Angalia kama Marekani. Umeona? Sasa sisi tumefeli hapo. Kwa sasa Tanzania hatuna wanawake wenye upeo mkubwa, hatuna watoto ambao wanakuwa na awareness kubwa.
japo baadaye watakuja au Gen Zs watakuja, lakini pia hatuna familia ambazo zina uelewa mkubwa. Ndio maana ukishikwa, baadhi ya familia zinaona ameyatimba, kumbe hawajui kwamba kisheria, ili sheria ifanye kazi ni lazima ijaribiwe. Na ili wajaribiwe lazima wachokonozi wajaribiwe. Safi sana. Yes. Jackson, wewe ungebadilisha vipi Tanzania? Nadhani uwekezaji mkubwa ni malezi, hasa kwa watoto. Mtoto akiandaliwa vizuri, sema changamoto inakuja nani wa kumlea, kwa sababu wazazi wanaomzaa hawajajipanga kumlea mtoto kwenye standards za global, kuwa raia wa kimataifa, a global citizen. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo naiona, lakini uwekezaji mkubwa ni kwa watoto. Na mfumo wa elimu, watoto wanafundishwa kwa level ya chini ya nursery huku, hata walimu wao hawajui wanafundisha nini. That's a challenge. Lakini kitu kingine, sisi vijana hatujajitoa kwa ajili ya taifa letu, wa kike na wa kiume. Na hata ukijitoa kwenye mambo ya public kama hayo, umetoka nje unafanya vitu public, ndugu, marafiki, jamaa watakwambia umeshindwa kufanya kazi zako tu za kulima na kufanya biashara zako, unasumbuka na mambo ya nini? Sawa sawa. Yani vijana hawajajitoa kwa ajili ya taifa lao. Na hili taifa sio la mtu fulani, hili taifa sio la waziri fulani wala mbunge fulani. Ni taifa la kila kijana, hiyo wa kike au wa kiume. Kwa mimi nadhani uwekezaji mkubwa uwe kwa sisi vijana, tuishibishe kwa maarifa, kufanya tafiti tofauti, kujua tunapaswa kuwajibika vipi kwenye taifa. Only that. Sawa sawa. Jackson Kabalo, Joseph Mrindoko, Wachokonozi, nawashukuru sana bwana. Natamani tungeendelea kuzungumza, lakini muda wetu si rafiki sana. Nawashukuru sana kusema kweli kwa kukubali kuzungumza na sisi on a very short notice. Nimewacheki na mkatukubalia kuzungumza na sisi. Tunawashukuru sana. Tunashukuru sana. Mtazamaji wa The Chanzo, basi hapa ndo tumefikia tamati na mazungumzo ambayo nilikuwa nafanya hapa na ndugu zangu hawa wa Wachokonozi. Kama nilivyowatambulisha, Jackson Kabalo, Joseph Mrindoko. Na umewasikia vitu ambavyo wamevijadili, safari yao ya Wachokonozi na namna ambavyo wangeweza kuibadilisha Tanzania. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Alifa Saidi. Na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma kamera, Ambrose Dawai, Frank Mtoro, Ibrahim Mgaza, tunawashukuru sana. Muhimu ni kwamba Wachokonozi wana fundraising yao, kwa sababu kama ambavyo mnaona, mmesikia, vifaa vyao bado vimeshikiliwa. So ukikutana na linki huko, na pengine tunaweza tukalinki kwenye YouTube channel yetu hapa, mnaweza mkashiriki kwenye fundraising hiyo ili wapate vifaa waendelee na kazi yao ambayo wanafanya, ambayo ni muhimu sana kusema kweli. Cheers.